Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein, lakini miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni pamoja na serikali ya Uingereza imetoa tamko rasmi kwamba haitoingia katika vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuisaidia Marekani na Israel. Waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza amesema kuwa London haitojiunga katika vita vya Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Iran. Ivat Cooper amesisitiza kwamba London inajiepusha kuingia katika mzozo wa magharibi mwa Asia. Cooper amesema, tumepata funzo kutokana na vita vya Iraq na tutatumia uzoefu huo katika vita vya sasa. Wakati huo huo, Sadiq Khan, meya wa jiji la London, amesema vita dhidi ya Iran bila ya mwafaka wa kimataifa haina idhini ya Umoja wa Mataifa na Uingereza haipaswi kuingia katika vita hivyo. Amesema vita dhidi ya Iran huenda vikatikisa pakubwa uchumi wa Uingereza. Katika upande mwingine, na katika kuendesha wimbi la upinzani wa kulaani vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, Rais wa Jamhuri ya Ireland Catherine Connolly amevitaja vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran kuwa ni jinai na kusisitiza kuwa matukio ya hivi karibuni katika eneo la magharibi mwa Asia ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na hati ya Umoja wa Mataifa. Naye Mary Robinson, rais wa zamani wa Ireland, ameituhumu serikali ya Donald Trump nchini Marekani kuwa inaeneza uongo. Amesema hivi, sasa tunashuhudia vita vilivyoanzishwa na Israel na Marekani dhidi ya Iran, na vita hivi vimesababisha uharibifu mkubwa katika eneo la Asia Magharibi. Hata hivyo, kutokana na vita hivi kumekuwa na mambo mengi ambayo yanatokea wakati huu. Donald Trump wakati huu anakabiliwa na mambo mengi ya malawama kutokana na kuanzisha vita hivi ambavyo kimsingi wengi wanaviona havikuwa na sababu ya kuanzishwa. Hakukuwa na sababu ya rais wa Marekani kuanzisha vita hivi wakati kulikuwa na mazungumzo yalikuwa yakiendelea kati ya Iran na Marekani. Steve Witkoff, Jared Kushner walikuwa katika mazungumzo ambayo walikuwa wakidai mara kwa mara yanaenda vizuri dhidi ya Iran iliyokuwa ikiwakilishwa na waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi. Hata hivyo, kabla ya mazungumzo hayo kumalizika yakiwa katika awamu yake ya tatu kama ilivyotokea katika kipindi cha mwezi Juni, Marekani na Israel walianzisha shambulizi mnamo Jumamosi ya Februari 28, shambulizi ambalo lilimuua kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi Ayatollah Al-Khamenei. Hata hivyo, Marekani ilidhani kwamba kumuua Al-Khamenei ndiyo kumaliza utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kama ambavyo walitabiri, huku wakishambulia pia maeneo ya viongozi wa kijeshi na kuwaua viongozi hao wa kijeshi. Iran ilisimama imara na kuendelea kupambana, na hata wakati huu imeshamchagua kiongozi mkuu wa taifa hilo Bwana Mojtaba Khamenei, ambaye wakati huu anaonekana ni moja kati ya viongozi ambao kimsingi wamekuja kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Marekani pamoja na Israel. Mtazamaji wa The World News, wakati huu vita bado vinaendelea na Marekani na Israel wanaendelea kuishambulia Iran, huku Iran ikiendelea kujibu mapigo kwa kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali huko katika Israel, lakini pia na katika maeneo mengine ya Mashariki ya Kati ambayo yamekuwa na umuhimu kwa Marekani na Israel pia. Kwa hivyo vita hivi vimekuwa vikubwa zaidi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, na karibu eneo zima la Mashariki ya Kati limekumbwa na athari za vita hivi. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.